Yes, mambo vipi? Karibu tena kwa Majambi Viwanjani, tukupe mchakato mzima kuhusiana na masuala mazima kabisa ya sport. Tukizungumzia sport unajua ni kitu gani hasa huwa tunakizungumzia hapa kwa Majambi Viwanjani. Leo hii ni Jumamosi ambayo tutaenda kuzungumzia mechi kadhaa ambazo zinapigwa kule Uingereza na pia Italia pia. Tukizungumzia Uingereza leo kuna mechi mbili kubwa ambapo tutaenda kuzungumzia mechi baina ya Chelsea na timu ya Burnley ambapo Chelsea wako away, sivyo? Kwanza nikikuleta kwa masuala mazima kabisa ya huu mchakato wa Chelsea na Burnley, utaona mambo itakuwa vipi kule? Karibu tena wapenzi watazamaji bana viwanjani hapa. Chelsea na Burnley. Chelsea na Burnley, kama mnajua sasa hizi Burnley haina form nzuri sana. Na Chelsea sasa ile Chelsea iko hawezi jua. Huwezi chukua pesa hela yako ukaekelea Chelsea bana. Unajua sasa Chelsea haieleweki. So leo inaweza shinda, kesho inaweza anguka, yani haieleweki. Kwa hivyo lakini naona itakuwa game ngumu kama kawaida ya Uingereza, game zote zinakuwa ngumu, hakuna game rahisi ama. Kwa hivyo natarajia Burnley kupatia Chelsea game ngumu kidogo, kwa sababu Chelsea unajua sasa hizi maplayer wa Chelsea wako na pressure, kuna wale wako na pressure kidogo sana ama defender wa Chelsea. Alafu kocha wa Chelsea pia ana pressure sana. Sasa asipochanganyikiwa tu akakoroga kikosi anacheza mpira mzuri. Tukizungumzia hii timu ya Chelsea Mose, na hususa kwa zile michuano za Champions League, tuliona baada ya ile first half ambao walicheza na ile timu ya Russia, tuliona mkufunzi wa Chelsea alikuja akabadilisha ile formation, akaanza kucheza 4-3-3 ambapo ilifana sana, tukaona ma players wakijituma kwenda mbele. Unaangalia ile ndio formation Chelsea washapata ama ndo vipi hapo? Sasa unajua shida ni hatuwezi jua kama ndio formation Chelsea washapata. Utapata wakianza formation tofauti. Alafu unaona game ilikuwa ngumu, lakini wakati ambapo walibadilisha formation kwa sasa wako na attacking watatu, wings ikakuwa zinafanya kazi. Ziyech akakuwa na nafasi ya kukimbia, timu waina nini, sasa si ndio unaona game ikaanza kuwa mzuri. Kwa hivyo alafu kocha wa Chelsea hatumuelewi. Unaweza pata pia ameshinda ndio, lakini sasa game ya leo akabadilisha system. Kwa hivyo mimi kitu ninaweza penda ni makocha wapatie wachezaji system moja. Mpatie mchezaji system moja, kisha wachezaji wacheze wazoee system, unaona? So wakishazoea system basi. Sasa shida yao makocha wa siku hizi bana wanageuza system bana. Lakini sasa tukiangalia pia timu ya Burnley si timu ndogo, na ni timu ambazo zile unasema underdog, sivyo? Na ni timu ambayo I think imedraw match moja, hizo zingine imepoteza zote, sivyo? So watakuja na ile, na maanake wako nyumbani, watajituma kupata matokeo mazuri, wapate zile pointi tatu, ama itakuwa vipi hapa ukiangalia venye Burnley wanacheza na venye wako na wale wachezaji? Maanake EPL hakuna kusema ati huyu mchezaji ni mdogo bana. Mchezaji yote anacheza EPL ni mchezaji mkubwa, sivyo? Hakuna mchezaji mdogo EPL bana, bigani. Sasa Burnley ilikuwa ngati mzuri bana. Kama mnakutana na Burnley unajua kwanza kule kwao ilikuwa ngani shida, lakini si okay tuseme hii season kila mtu ameamka na mguu mbaya. Kuna vile Burnley hawana Burnley ilikuwa timu nzuri sana. Wakati unakutana na Burnley wewe mwenyewe unaogopa. Lakini Burnley haikuwa timu ya concede goals. Burnley ilikuwa na the strongest defense. Alafu kipa wao Nick Pope, kipa mzuri sana, lakini season jamani unajua kuna vile tu yani mambo yanajendea Burnley kama kawaida. Lakini wajua ndio wameingia ligi kutoka kule ligi ya chini ama limbuleni wanavyosemanga, timu ambazo zinachipukia kutoka kule chini, unaona? So ukiangalia kabisa leo wanaweza kuamua kubadilisha matokeo. Hizi ni timu zinafufukanga na viongozi hizi. Hii ni timu unafikiria imekufa, kumbe inakuja inafufuka na kiongozi. Kwa hivyo pia tusaitana ndio sana. Unajua wanafufuka, nakumbuka Burnley washailima Chelsea Stamford Bridge 3-2 bana. Kwa hivyo usijali leo pengine ligi yao kaanza leo bana. Kwa hivyo Chelsea, lakini Chelsea wasichukulia timu zao, hakuna timu ya mzaa, hakuna jokes, hakuna nini, hakuna kutake advantage over the others. Anything can happen. Sasa hii msimu tunataka kila kitu. Kwanza tukizungumzia masuala mazima kabisa ya hizi timu mbili, na hususa hii timu ya Chelsea ambayo tunaijua, wewe unaijua kwa karibu sana, sivyo? Ni wachezaji wagani wanastahili vae viatu kabisa za mtu kama Eden Hazard, na watuonyeshe hii timu inastahili kuwa inacheza hivi? Maana wamewekeza pesa mingi na timu haitambi bana. Tunaona timu bana, tunaona Kai Havertz, tunaona Ziyech na Pulisic ambaye ametoka Inter, na bado amenunulia hivi majuzi akapata Hazard kama anaondoka. Ni nani anastahili kuvaa ile mikoba atuonyeshe this is a Chelsea? Chelsea wako na alternative mingi, wako na wachezaji wengi, wanachanganya kocha pia. Vile pia sisi mashabiki wanatuchanganya. Lakini mimi kwa upande wangu, mimi kwa kibinafsi, ukiniuliza ni player mgani wa Chelsea anaweza kavaa viatu za Eden Hazard?
unajua player wanakuwa wazuri, kitu huwa inaangusha player ni injury. Chelsea na huyu player anaitwa Pulisic. Huyu ndio player mimi huona huyu player anaweza cheza vizuri kama Hazard, na anaweza cheza ile kiwango hata apite zaidi Hazard, lakini sasa ubaya anacheza game mbili injury, alafu pia huyu kocha, unajua kuna ile time wanasemanga trusting someone but don't over trust someone. Huyu kocha amekaa na huyu kijana anaitwa Mount ni kijana mzuri lakini bado ana experience. Kwa hivyo kivyangu mimi ni Mount bado ni mdogo, kwa hivyo hatuwezi kamweka kwa viatu za Hazard, tutakuwa tunampa pressure. Pulisic ndio mimi naamini ndio jamaa inafaa yani ya step up. Ndio jamaa inafaa step up. Unajua sasa Chelsea iliachilia Willian. Kwa hivyo sasa wameachia tu Pulisic nini? Pulisic ndio mwenye anaweza inua tu timu bora nje. So kwa mashabiki wa Chelsea kutoka hapa nchini Kenya ama Afrika mpaka Uingereza, unasema Pulisic ndio anastahili kubeba Chelsea kwa mgongo. Pulisic ndio anastahili kubeba Chelsea kwa mgongo kwa sababu yeye ndio asha test England. Tuachane na Kai Havertz, tumpe muda kwanza. Tuachane na Ziyech, tumpe muda kwanza. Timu wana naona ameingia na yule hata hahitaji muda. Yule striker ako sawa. Lakini sana Kai Havertz tumpe time. Hata mimi ningekuwa Lampard ningekuwa nampatia jamaa dakika chache. Either aanze bench ama aanze, lakini si 90. Lakini Pulisic bora tu akue injury free. Unajua shida ni za Pulisic ni injured, lakini yule jamaa mzuri sana. Kwa hivyo Kai Havertz apewe muda kwanza, Ziyech atulia apewe muda kwanza. Sasa waza tukiangalia masuala kabisa, maana tunaangalia wachezaji wa Chelsea hapa. Tunaangalia mtu goalkeeper, ule mtoto wa Kiafrika ama tunavyosemanga Mendy. Amekuja na amefanya majambo ambapo mafans wa Chelsea walikuwa wanatarajia vitu kama zile. Tunaona clean sheet, jamaa anatoa ball kama imeelekea na ameanguka kule na anatoa ball. Jamaa ananyang'anyana point hadharani kabisa. Unajua huyu jamaa simpendi kiukweli, lakini mimi mtu wa Senegal huko nyumbani akija huko nyumbani jamaa wangu, lakini kule Uingereza akaninyima points tatu jamani juzi. Wewe ni mtu wa Senegal, Arabic Stars man. Wewe wacha nikwambie, unajua kuna mimi Mwafrika. Mimi Senegal ikikutana na Brazil, nitakuwaje mfano wa Brazil bana. Mimi nitakuwa fan wa Senegal. Mali ikikutana na Brazil nitakuwa fan wa Mali. Sasa shida ni Senegal ikikutana na Harambee Stars. Sijui Senegal kabisa. Sasa hivi ndio nilikuwa nakwambia. So nilikuwa nakwambia hivi, Mendy amekuja na ameonyesha mchezo mzuri. Mendy last time Chelsea cheza na Manchester United, Mendy ndo alicheza na Manchester United kiukweli. Kwa hivyo Mendy ako sawa. Hapo sasa kipa Lampard, kipa tusizungumzie zaidi kwa sababu sasa ukiangalia sasa pale nyuma ile back four ya Chelsea tumeona imesimama, lakini bado wanapiga. Ukiangalia venye wanacheza zile back pass, unaona mingi zinakuwa ni zile back pass wana possess, lakini zile back pass za kurudi kwa kipa. Unaona tatizo ni wapi? Hizi timu za Uingereza hasa hizi good teams zinaitanga timu kubwa hizi zimekuja hii season kukua timu zingine za kutuaibisha vibaya sana. Manchester City, Arsenal, Manchester United. Back pass unapata kipa wenyu anashika mpira more touches than striker. Kama niliona game ya Arsenal juzi last hii wiki ikicheza na Leicester City. Arsenal ilikuwa inarudishia kipa wao mipira mingi sana. Arsenal ilikuwa na over 400 touches, lakini mingi zilikuwa on the half, alafu ziko back pass. Alafu nimekuja kupata hii ugonjwa imesambaa kwa hizo timu kubwa, imesambaa. Yaani ukikutana na Burnley unataka uanze kugonga gonga tu. Ukikutana na Leicester unataka uanze kugonga gonga. Ukikutana na Manchester United ndio unageuza mchezo sasa. Sasa ndio unageuza mchezo, tunataka kucheza mchezo mzuri. Kwa hivyo hivi vitu vya kurudisha mpira nyuma haiko na Chelsea peke yake. Nimekuja kugundua hizi timu kubwa zote, hizi timu tunaitanga the so called big teams. Hizi timu zinaanza kucheza mpira mbaya. Sasa hii ni mwelekezo, kama ukiangalia kama tupige upato leo kama Burnley atashinda Chelsea apoteze, itakuwa ni pressure kwa Lampard kufutwa kazi ama itakuwa vipi hapo? Manake lazima utuambie bana. Unajua pale ni Chelsea. Unajua Chelsea. Ule mkubwa wa Chelsea anakuja ngatu ambaye anakuambia wewe nakupea kazi, unataka nini? Unataka player gani? Una point anakupa. Alafu sasa wewe anakuachia mzigo. Lampard amepatiwa reinforcement. Lampard ndio amepatiwa reinforcement kuliko manager wote hapa Uingereza sasa this season. Kwa hivyo na mimi najua huyo Abramovich anapenda Lampard. Lampard ni legend wa Chelsea. Lampard ni player mkubwa wa Chelsea, lakini kikuja kwa kazi yake huyo jamaa analinda kazi yake. Na tukizungumzia huyo Abramovich, manake amekuwa kwa muda patikani pale kwa Stamford Bridge kutokana na zile sheria za Uingereza na zilikuwa zimembana hawezi kuja kule Uingereza. Lakini juzi tumemwona kwa uwanja ambapo tulikuwa tunacheza Champions League. Alikuwepo pale akiangalia timu yake na tukaona akiwa na furaha. Juzi alikuwa Russia.
Ulikuwa Russia? Tulikuwa Russia. Russia unajua ni Russia. Ni Russia huko ni nyumbani. Sasa ndio ulipata sasa vile Chelsea lazima angekuja kuangalia vijana. Sasa hususa nilikuwa nauliza hivi. Unaweza kuwa for example kama Manchester United inacheza leo na wale wakurugenzi wa Manchester wako pale. Huwa inatia players motivation. Yes, huwa inatia mimi huyu not Zlatan Abramovich. Abramovich amekuwa akiwatch games za Chelsea sana. Hata ukiangalia amekuwa akiwatch games za Chelsea na hiyo inapatia motivation. Kwanza nilikuwa nakumbuka Didier Drogba. Didier Drogba ndio alikuwa anaelewana sana na utajiri. Kwa hivyo ilikuwa kila time Didier Drogba akifunga bao ile jamaa alikuwa anasherehekea bao. Hii inasema kupea motisha team, kupea team motisha. Alafu pia lakini mimi huona pia mwenye club akikuja kwa uwanja bana mtu anapewa pressure ni manager bana. Unajua wewe umekuja pale unacheza na pesa za Abramovich bana, wewe kama Lampard una wasiwasi. Kwa hivyo pia sometimes inasaidia lakini mkilose pia haisaidii, nampa manager pressure. Lakini mimi namjua Abramovich. Namjua sana. Lampard akipoteza game kama 2-3 hatuna bahati bana. Lampard ni kama sasa akona time ya kuprove. Na sasa tukizungumzia hapo kwa Lampard maana yake tumeona huyu mkufunzi aliyekuwa wa Tottenham Pochettino hayana kazi na kuna rumors anataka kwenda ni Turkey ama ni wapi. Lakini tuseme leo kama itakwenda vingine Lampard apoteze ile game itakuwa ndio hivyo. Hatuwezi jua. Tuseme itakuwa ndio hivyo. Hakuna mtu anatakia mwingine kupoteza kazi kwa kitu cha kwanza. Lakini sasa hii Pochettino kuwa nje inapatia manager sana pressure. Inapatia manager pressure sana. Kwa mfano Chelsea, Manchester United, Real Madrid, jamaa tuseme Barcelona. Isipokuwa Barcelona kwa sasa hata president mwenye anataka kuwa president wa Barcelona alisema yeye akiwa president analeta Guardiola. Kwa hivyo tuachana na Barcelona. Sana Chelsea, Real Madrid. Chelsea, Real Madrid, Manchester United. Na Man City pia. Maana Guardiola pale Man City pia unajua. Yes. Sasa ndio nakwambia ule jamaa kwa nje inampa pressure sana. Na mimi ukiniambia kwao manager wanne nani mwenye anaweza replace haraka ni Lampard. Lampard apigwe na Burnley leo, apigwe next time. Sasa nataka nikupe kikosi kama chenye kinaweza anza kwa Chelsea. Maana yake timu naijua na naifuatilizia sana. Kwa Mchumani hata tusitaje Mchuma. In fact hata tunaanza kupanga Chelsea 10 players. Wachana na Mchuma kabisa. Kepa achana na huyo jamaa kama saizi Mendy bana. Kwa hivyo tuwatupe namba 2. Sasa Mendy si wa kwanza. Tuseme tucheze na 4 na okay na back 4. Okay. Tuweke Azpilicueta. Tuweke Thiago Silva. Zuma. Chilwell. Hiyo ni unchanged. Hiyo kwa unchanged kabisa. Si ndio mchezo na Manchester United. Wajua mwenye uchejua hapa ni Azpilicueta sana. Tunaleta ule Reece James. So hususa kama huyu hata kuepo kutakuwa na ule Reece James ule kijana wa nguvu sana. James ucheza na Azpilicueta ama ucheza huko kwingine? Wajua anacheza right back. Shaona. So tukisonga mbele sasa wewe umeshaweka Azpilicueta kwa hivyo James hayuko leo. James anaweza kuwa bench. Lakini manake Azpilicueta alicheza ile Champions League, tunaweza ona James akianza leo. So hivyo I think ndio itakuwa hivyo back 4. Tusipokuwa hawa watatu system gani eti? Hawa watatu I think ni guarantee. Kwa hivyo nacheza na 4-4-3-3. Nacheza na 4-3-3. So nimeweka nimepea Azpilicueta, Thiago Silva, nimekampea Zuma na nikampea Ben Chilwell. Nikisonga mbele nitacheza na N'Golo Kante na Mateo Kovacic. Alafu mbele yao kidogo nitamweka Alfred. Kai Alfred. Ushaona? Then kwa ile left wing nitamweka Ziyech, right wing nimlete Pulisic, muaji katikati wakati mwana. Hiyo sasa ndio inaitwa prediction ile. Ile ni prediction. Hiyo ni prediction lakini sasa unajua kuna mtu atakuangusha pale. I think Azpilicueta huyu. Kuna Lampard pia usisahau, unajua Lampard ndio atapanga squad hii, sisi tunafanya kitu hapo ndio nasema kama leo atafanya ukumbavu wa yani ule wa aina ya juu. Pressure itakuwa juu yake sisi si mafans. Lakini sasa sijui mbona naona kama Lampard atacheza na wing backs. Sijui mbona naona kama acheza 3-5. Hatacheza 3-5 manake aliona ile formation ilimpea msisimko kwa wachezaji kwenda mbele. Lakini akicheza na mifumo zingine wachezaji wanapiga zile back pass sana. Yes. Na uliona tukicheza na nyinyi kuna back pass zilikuwa zinapigwa kwa Mendy. Mendy hata alipiga mpira kule karibu ajifunge. Karibu nakumbuka. So
I think hii ya 4-3-3 anaweza kuitilia mkazo. Na sasa umepanga squad mzuri kabisa, lakini umesahau pia huyu Lampard na kijana wake first Mount. Mount umemweka wapi? Si tulisema mambo ya Mount hapa hamna bana. ama vipi wewe? Hayo sisi ndio tunasema bana, lakini sasa hawajua. Niliona ule Mount ni mzuri wa kuchangamsha game kama inakuja second half. Kwa hivyo Mount tu wewe kwako Mount ushamweka bench, yani ule mjamaa kuingia sana. Mount na I think na hivi ndo Lampard anastahili kuwa akifanya. Maana yake kama ni Mount akuwa akikuja second half, alafu anakuja kumpumzisha wapi? Maana yake I think anataka kupea kina Kai Havertz ile confidence ya kucheza kwa Premier League wakiwa na Timo Werner. Ndio maana yake substitute zao hatuzipati sana, wanacheza 90 ushaona. Okay. So mtu natarajia atolewa kwa ile game itakuwa ni kama Mateo Kovacic ndio anaweza tolewa. So pale itafanya Mount, sijui sasa hapo watacheza mfumo wa 4-2 whatever hapo. Kwa hivyo unataka Lampard atatoa Kovacic alete Mount. Yeah. Ndugu yangu, unajua Kovacic na Mount ni maplayer wawili tofauti. Mmoja ni attacking. Nasema hivyo juu hapa Mount atakuja kucheza namba 8. Wacha nisikudisappoint. Najua unaweza penda sana Pulisic acheze 90. Lakini Pulisic atacheza 90. Okay, hiyo lineup umepiga iko sawa. Lakini mimi kitu naweza mimi ni rival wa Chelsea. Mimi si shabiki wa Chelsea, lakini mimi ni shabiki wa mpira. Nilikwambia last time tulikuwa hapa, nilikwambia naweza penda sana timu hizi kubwa hizi. Hizi timu Arsenal, Liverpool, Manchester United, Chelsea wakuwe wanashinda, ndio ligi ikuwe na utamu. Kwa hivyo pia hata kama juu yako analemeo pia kuna sana unasemanga mpatie chake. Kwa hivyo mimi kitu naweza penda sana ni Lampard leo asimuingize Abraham. Mimi naona sabu lakini kama Timo Werner unaona kama huyu Kai Havertz. Kai Havertz unaona akitoka mpe Giroud nafasi. Alafu Timo asonge. Unaelewa? Timo asonge kwa wingi. Alafu Oliver Giroud akuje pale attacking. Unajua hata ile game tulikuwa tunacheza na Manchester United, Oliver Giroud tungetishiwa sana. Unajua saa hizi imekuja kupata experience, inasaidia sana. Kwa hivyo lineup mzuri. Lakini sasa shida naye Lampard ndio atatupa the final lineup. Watazamaji hata unajua hivyo. Lampard hapa mashabiki kwa pigo si tunangojea vitu kama hizo zikuwa zikitokea leo kule uwanjani. Ni uwanja gani ule wa Burnley? Tough Moor. Ile ni Tough Moor ile. Yeah, maana yake ni Tough Moor pia. Wala jamaa bala sivyo. Yeah, tukizungumzia mchakato mzima wa Chelsea, maana yake tunajua game itaenda kupigwa leo, lakini kama watachemsha wale vijana wa Chelsea itakuwa ni vigumu sana kwa mkufunzi Lampard kusalia ndani ya hall. Kwa hiyo tunataka wachemshe sisi mashabiki wengine wa zile timu zingine. Yeah, maana yake itakuwa ni vigumu sana ule jamaa kusalia, maana yake tunajua ule bwenyenye wa Chelsea. Si mchezo ikija kwa masuala ya kufuta watu, huwa anakufuta na anakulipa bana, si ati anakufuta na ana hela ule ana pesa, ashakula pesa za Covid ule. So prediction yako ya mabao itakuwa ngapi hapa? Timo Werner atafunga kama bao ngapi? Timo Werner acha apatie Chelsea bao moja kuvutia machozi kabisa, alafu acha nimpe Burnley 2. Mimi nasema Chelsea itakuwa inapiga 4, 3 zikiwa za Timo Werner, Burnley 1. So kama wewe utaweka correct score, weka Chelsea 4, Burnley 1. Ukitaka kujua sasa ule mtu patia Burnley 2, Chelsea 1. Unageuka tena. Sikusinisha sema, nimesema napa Timo bao moja. Burnley na wapa bao 2. Wako kwa wawa. Alafu sasa season ya Burnley inaanza leo. Hiyo ndio funo nimesikia. Okay. Unajua wanasema ngaje? Wanasemanga ukitaka kujua, yaani kama unakwenda kwa nyanyako, usishinde ukiuliza ati njie iko wapi na mamako ako mbele. So hii mpira unapigwa saa 12 ya jioni masaa ya Afrika Mashariki. So tutakuwa hapa tukikuadilia mchakato mzima. Tusonge mbele. Iko sawa.